Wapo wadudu wa aina mbalimbali ambao huonekana katika makazi yetu. Wapo baadhi ya wadudu ambao pindi wanapoonekana kwenye makazi yetu huwa ni ishara njema kwenye nyumba zetu. Lakini wapo baadhi ya wadudu ambao wanapoonekana katika makazi yetu huwa ni ishara mbaya katika makazi yetu. Na mara nyingi wadudu ambao wanaashiria ujumbe fulani wa kiroho huwa wanaonekana kwenye makazi yetu katika mazingira ambayo hatukutegemea. Wakati mwingine kitendo cha kuwazuru wadudu hao ambao wametembelea katika makazi yako kinaweza kuleta madhara ya kiroho katika makazi yetu. Na ndani ya video hii nimekuandalia makala ambayo itakwenda kuelezea aina mbalimbali za wadudu ambao ukiwaona katika makazi yako usijaribu kuwaua, kwa sababu wanamaanisha ujumbe fulani wa kiroho katika maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni wadudu mbalimbali ambao wanapoonekana kwenye makazi yako usijaribu kuwaua, kwani kitendo cha kuwaua wadudu hao kitakuletea mikosi, laana na umaskini katika makazi yako, kwani wadudu hawa wamebeba ujumbe wa kiroho ambao kwa namna moja au nyingine unaweza usielewe moja kwa moja, lakini ninakusihi wadudu hawa wanapoonekana katika makazi yako usiwadhuru ama kuwaua. Namba 1, buibui. Buibui ni miongoni mwa wadudu maarufu katika makazi ya binadamu. Binadamu wengi wanapoona buibui katika makazi yao hukimbilia kuwazuru wadudu hawa, wakiamini buibui ni wabaya katika makazi yetu. Lakini kwa mujibu wa imani mbalimbali, buibui ni miongoni mwa wadudu ambao huashiria baraka na mafanikio katika maisha ya mwanadamu. Kwa maana hiyo, pindi buibui wanapoonekana kwenye makazi yako huwa ni ishara mojawapo ya kwamba baraka za mafanikio zinakwenda kufunguka kwenye maisha yako. Na mara nyingi buibui huyu ataonekana kwenye nyumba yako katika mazingira ambayo haukutegemea, kwani buibui wa kawaida wanaweza wakajenga makazi yao katika nyumba yenye mazingira ya uchafu, lakini kuna nyakati ambazo nyumba yako inaweza ikawa safi. Hakuna namna yoyote ambayo ingeweza kuwavutia buibui kuonekana kwenye makazi yako, lakini katika wakati huo unaanza kuwaona buibui kwenye makazi yako. Utakapoona buibui kwenye makazi yako kwenye mazingira ambayo haukutegemea kuwaona, hii ni ishara mojawapo ya kwamba unakwenda kufunguliwa milango ya baraka za mafanikio. Na kitendo cha kuwaua buibui ambao umewaona kwenye makazi yako ama kuwafukuza ni kama kufukuza riziki ambazo zilikuwa zimeanza kuja kwenye makazi yako. Hivyo ni vema kutowazuru wala kuwaua buibui wanapoonekana kwenye mazingira ambayo haukuyategemea. Namba 2, nyuki. Nyuki ni miongoni mwa viumbe ambao wanaweza kumzuru mwanadamu anapoingia katika himaya yao. Lakini si kila wakati nyuki anaweza kuleta madhara kwa mwanadamu. Kuna wakati nyuki anaweza akaonekana katika makazi yako, anaweza akawa mmoja ama wanaweza wakawa wawili. Pamoja na kuwa nyumbani kwako umefunga milango, umefunga madirisha, hakuna mazingira yoyote ambayo yangeweza kuwavutia nyuki kwenye makazi yako, lakini katika mazingira hayo hayo unashangaa kuna nyuki ambao wanaonekana ndani ya nyumba yako. Unapowaona nyuki hao usiwaue wala usiwazuru kwa namna yoyote. Tafsiri ya nyuki huyu kuonekana kwenye makazi yako ni kwamba ni ishara ya utajiri na umoja. Hivyo utakapomuona nyuki kwenye makazi yako usikimbilie kumzuru, kwa sababu amebeba baraka ya utajiri pamoja na umoja kwenye maisha yako. Kitendo cha kumuua nyuki ambaye ameingia kwenye makazi yako tena katika mazingira ambayo haukutarajia ni ishara ya wazi kuwa unafukuza utajiri na umoja katika makazi yako. Namba 3, kipepeo. Vipepeo ni miongoni mwa wadudu ambao wanapendwa na asilimia kubwa ya wanadamu,
kwani vipepeo huongeza urembo katika mazingira mbalimbali ambayo huwa wanaonekana. Hasa wanapokuwa wanarukaruka katika maua, vipepeo huonekana na rangi nzuri ya kuvutia macho ya wanadamu na viumbe wengine. Zipo nyakati ambazo vipepeo wanaweza kutembelea makazi yako katika mazingira ambayo haukutegemea uwepo wao ndani ya nyumba yako. Unashangaa kuna kipepeo ambaye anaonekana kwenye makazi yako. Katika ulimwengu wa kiroho, kipepeo huaminiwa ni ishara ya roho safi. Hivyo, kipepeo anapoonekana kwenye makazi yako inamaanisha wewe ni mwanadamu mwenye roho nzuri pengine kuliko binadamu wengine. Lakini ipo tafsiri nyingine ambayo inaaminiwa kipepeo anapoonekana kwenye makazi yako huwa unapokea ujumbe kutoka kwa wapendwa wako waliotangulia mbele za haki, kwani inaaminika mwanadamu anapokufa ni mwili pekee ndio huwa unapoteza uhai, lakini roho na nafsi yake huwa vinaendelea kuwa hai siku zote. Na wakati mwingine watu hao wanaweza kutuletea ujumbe katika namna mbalimbali. Hivyo utakapowaona vipepeo kwenye makazi yako usiwazuru ama kuwaua, kwa sababu kwa namna moja au nyingine wanatafsiri kuwa wewe ni mwanadamu mwenye roho nzuri, lakini pia inawezekana unapokea ujumbe kutoka kwa wapendwa wako waliotangulia mbele za haki. Namba 4, panzi. Panzi ni miongoni mwa wadudu ambao hupendelea sana kurukaruka katika maeneo yenye uwepo wa majani. Si kawaida kumkuta panzi katika maeneo yasiyokuwa na majani. Lakini kuna wakati ambao unaweza kushangaa panzi ameonekana ndani kabisa ya nyumba yako, na unapojaribu kujiuliza ni kitu gani ambacho kimemvutia panzi aweze kuingia kwenye makazi yako, hauoni chochote ambacho kilifaa kumvutia panzi. Unapomuona panzi huyo ndani ya nyumba yako, hautakiwi kumzuru kwa sababu anao ujumbe wa kiroho ambao amekuletea. Katika ulimwengu wa kiroho, panzi anamaanisha kuelekea katika mafanikio mapya, yani kuruka kuelekea katika mafanikio mapya. Kama katika maisha yako ni mtu ambaye unapitia wakati fulani mgumu na unatamani wakati huo uweze kuondoka kwenye maisha yako, alafu ukamuona panzi kwenye maisha yako, mshukuru na kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu panzi anaashiria utaruka kutoka katika maisha ambayo unapitia na utaelekea katika mafanikio mapya kwenye maisha yako. Hivyo kitendo cha kumuua ama kumzuru panzi ambaye ametembelea makazi yako ni kama kuyakataa mafanikio ambayo unatakiwa kuyapata kwenye maisha yako. Namba 5, ladybird. Huyu ni mdudu mwekundu mwenye madoadoa meusi. Mara nyingi wadudu hawa wanapenda kuruka maeneo mbalimbali yenye uwepo wa maua na majani. Si kawaida wadudu hawa kuonekana katika makazi ya wanadamu, lakini kuna wakati unaweza kumuona mdudu huyu ambaye anakuwa na gamba jekundu, kichwa chake kinakuwa cheusi, alafu juu ya gamba lake jekundu anakuwa na madoadoa meusi. Mdudu huyu anapoonekana kwenye makazi yako, mara nyingi inaaminika huleta bahati katika makazi yako pamoja na upendo ambao ulikuwa umepotea nyumbani kwako. Hivyo kama nyumba yako imetawaliwa na bahati mbaya, ghafla mdudu huyu akaonekana kwenye makazi yako, ni ishara ya kwamba bahati njema zinakwenda kufunguka kwenye maisha yako. Lakini chuki ambayo pengine imetawala kwenye nyumba yako inakwenda kufikia mwisho, na nyumbani kwako unakwenda kutawala upendo ambao imekuwa ndio ndoto yako siku zote. Usimuue mdudu huyu, kwa sababu kitendo cha kumuua mdudu huyu ni kama kukataa bahati na upendo ambao ulitakiwa kutawala nyumbani kwako. Namba 6, mende wa bustani. Mara nyingi mende hawa huwa wanakuwa na utofauti fulani na mende ambao wanapatikana kwenye makazi yetu. Hata rangi zao huwa zinakuwa tofauti kabisa na mende ambao wanapatikana kwenye makazi ambayo sisi tunaishi. Mende hawa hawana utamaduni wa kuishi wala kuzunguka kwenye makazi ya wanadamu, kwani maisha yao yote huwa katika bustani zetu. Pindi mende wa bustani anapoonekana katika makazi ya mwanadamu, huashiria afya njema na mzunguko wa maisha. Kama wewe ni mwanadamu ambaye pengine ulikuwa na tatizo la kiafya,
Mende huyu wa bustani anapoonekana kwenye makazi yako ni tafsiri ya kwamba afya yako inakwenda kuimarika, lakini maisha yako ambayo yalikuwa yamedumaa katika sehemu moja yanakwenda kufunguka na unakwenda kuingia kwenye mzunguko wa maisha kama binadamu wengine. Usimzuru mende huyu pindi anapoonekana kwenye makazi yako, kwani kitendo cha kumzuru mende huyu ni kama kuyakataa mafanikio ambayo yalitakiwa kutokea kwenye nyumba yako. Namba 7, siafu. Siafu ni miongoni mwa wadudu hatari sana katika maisha ya wanadamu, kwani wanaweza kumshambulia mwanadamu endapo mwanadamu ataingia katika mazingira yao. Lakini si kila wakati siafu anaweza kumshambulia mwanadamu. Zipo nyakati ambazo siafu anaweza akaonekana kwenye maisha ya mwanadamu akiwa ameleta ujumbe fulani wa kiroho katika maisha ya mwanadamu. Miongoni mwa nyakati ambazo ukimuona siafu hautakiwi kumzuru ni pale siafu ambapo anaonekana ndani ya makazi yako. Siafu anapoonekana katika makazi yako katika ulimwengu wa kiroho huashiria umoja, bidii na mafanikio ya kazi. Inamaanisha kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wamekuwa hawana umoja, anakupa ujumbe ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na umoja na watu wengine, lazima uweke bidii katika kazi, na mara nyingi anakupa ujumbe kuwa kazi ambayo unaifanya italeta mafanikio pale tu utakapokuwa na bidii kwenye kazi hiyo. Kitendo cha kumuua siafu ambaye ameonekana kwenye makazi yako ni kama kukataa ujumbe ambao amekuletea. Namba 8, mende mweupe. Mende mwenye rangi nyeupe ni miongoni mwa mende adimu sana kuonekana katika maisha ya wanadamu, lakini zipo nyakati ambazo unaweza ukawa umekaa kwenye makazi yako kisha ukamuona mende mweupe akipita ndani kwako. Utakapomuona mende mweupe akizunguka kwenye makazi yako, hautakiwi kumuua kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho ameleta ujumbe wa mabadiliko mazuri katika makazi yako. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapitia nyakati fulani ngumu kwenye maisha yao, mende mwenye rangi nyeupe atakapoonekana nyumbani kwako ni ishara ya kwamba kila kitu kinakwenda kubadilika nyumbani kwako. Maisha magumu ambayo unapitia pengine yanakwenda kufikia mwisho na mwanzo mpya unakwenda kufunguka kwenye maisha yako. Namba 9, nondo. Nondo ni miongoni mwa wadudu wenye ufanano na vipepeo, na baadhi ya wanadamu hawawezi kutofautisha kati ya nondo na kipepeo, lakini kiuhalisia ni kuwa nondo ana tofauti kabisa na kipepeo. Nondo anapoonekana kwenye makazi yako hautakiwi kumuua, kwani zipo imani mbalimbali ambazo zinathibitisha kuwa nondo anapoonekana kwenye nyumba yako katika nyakati ambazo haukutarajia kumuona ni ishara ya ujumbe wa binadamu ambao wametangulia mbele za haki. Inawezekana unapewa onyo ili ufanye kitu fulani. Hivyo mara nyingi nondo anapoonekana kwenye makazi yako, fanya dua ya kuwaombea binadamu ambao wametangulia mbele za haki, ama kama kuna vitu ambavyo umewahi kukubaliana nao kabla hawajafariki, hakikisha unavitekeleza vitu hivyo, kwani ukweli wakati mwingine unaweza ukawa unaujua wewe. Nondo akionekana tu kwenye makazi yako, hakikisha unaanza kutafakari ni kitu gani ambacho unahisi unatakiwa kukifanya ambacho kinakuunganisha wewe na binadamu ambao walitangulia mbele za haki. Kama kuna jukumu ambalo uliachiwa, hakikisha unaanza kulitekeleza jukumu hilo, kwani wakati mwingine inawezekana uliachiwa mtoto na mtu ambaye amefariki, alafu mtoto ambaye umebaki naye unamnyanyasa, haumtendei sawasawa na vile ambavyo ulimuahidi marehemu. Nondo anapoonekana kwenye maisha yako ni kama unapewa ukumbusho kuwa hakikisha unayatenda yale ambayo ulimuahidi mtu fulani ambaye ameshatangulia mbele za haki. Namba 10, mbu mwenye rangi ya kijani. Katika makazi yetu tumezoea kuwaona mbu wa aina mbalimbali, lakini mbu wenye rangi ya kijani ni nadra sana kuwaona kwenye makazi yetu. Mbu mwenye rangi ya kijani anapoonekana kwenye makazi yako, hautakiwi kumuua kwa sababu hawezi kukuzuru, lakini pia huaminika mbu mwenye rangi ya kijani anapoonekana kwenye makazi ya mwanadamu huwa anakuwa ameleta ujumbe wa tahadhari ama onyo la kiroho.
mbu huyu anapoonekana, jaribu kutafakari ni vitu gani ambavyo unavifanya vinaenda kinyume na mambo ya kiroho. Inawezekana unapita njia ambazo zinamkosea Mwenyezi Mungu, ama kuna vitu mbalimbali vya kiroho ambavyo unavifanya vitakavyokuja kuleta madhara mabaya kwenye maisha yako. Mbu wa rangi ya kijani akionekana, tafakari kwa kina, kisha badili mwenendo wako wa kiroho, kwa sababu inawezekana unapewa ukumbusho ambao kama ukiupuuza, kuna madhara mbalimbali ya kiroho ambayo yatakwenda kutokea katika maisha yako. Namba 11, nyenze au nyenje. Inawezekana majina haya yasiwe maarufu katika utamaduni wenu, lakini kwa lugha ya Kiingereza anaitwa cricket. Hawa ni wadudu ambao wana ufanano fulani na panzi. Ni wadudu ambao wana kawaida ya kulia wakati wa usiku. Wanakuwa ni kama wana vispika fulani ambapo huwa wanaweza kupiga kelele katika makazi mbalimbali ya wanadamu. Wanadamu wengi wanawachukia wadudu hawa kwa sababu ya kelele mbalimbali ambazo huwa wanaweza kuzipiga katika makazi mbalimbali ya wanadamu, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hawa ni wadudu ambao katika ulimwengu wa kiroho wanamaanisha furaha na amani katika makazi ya mwanadamu. Unapomuona cricket katika makazi yako, usimuue, kwa sababu ni mdudu ambaye anaashiria amani ambayo imepotea kwenye makazi yako itakwenda kurejea na itakwenda kutawala nyumbani kwako. Kitendo cha kumuua mdudu huyu ni kama unaikataa amani ambayo ilitakiwa kuwepo katika makazi yako. Namba 12, mnyoo ama earthworm. Minyoo ni wadudu ambao kwa kawaida huishi chini ya ardhi, na huko ndiko maisha yao yanakotakiwa kuwa. Mara nyingi wadudu hawa wanapoonekana kwenye udongo huo huwa unaonekana wenye rutuba, ambapo mwanadamu anapofanya shughuli zake za kilimo anaweza akapata mavuno mengi tofauti na maeneo mengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mdudu huyu anapoonekana katika makazi yako, inawezekana umeweka marumaru nyumbani kwako, lakini cha kushangaza ukamkuta mdudu huyu yupo hai katika marumaru kwenye nyumba yako. Unapojiuliza mdudu huyu amefikaje kwenye makazi yako, haupati jibu. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, usimuue wala usimzuru, kwani katika ulimwengu wa kiroho huyu ni mdudu ambaye anamaanisha rutuba na uhai ndani ya nyumba yako ama katika bustani yako. Kama kuna chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako wakati huo, inamaanisha kinakwenda kukupa mafanikio ya kweli, na kama unalima shambani, ni ishara ya mavuno yatakwenda kuwa mengi katika shamba lako. Namba 13, nzi mwenye rangi ya kijani. Miongoni mwa mambo ambayo mimi siwezi kuyapinga ni kuwa nzi ni miongoni mwa viumbe ambao huchukiwa na asilimia kubwa ya binadamu kutokana na sifa zake za kuishi katika maeneo machafu, maeneo yenye harufu mbaya, maeneo yenye uozo. Hayo ni makazi ambayo huwavutia sana nzi kuweza kuishi katika maeneo hayo. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, si kila nyakati nzi anaweza kuashiria uchafu kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna baadhi ya nyakati nzi anaweza kukuletea ujumbe fulani wa kiroho ambao kwa akili za kawaida usingeweza kuubaini. Nzi anapoonekana kwenye makazi yako yaliyokuwa safi, na tena unapojaribu kumchunguza nzi huyo, anakuwa na rangi ya kijani ambayo inavutia. Nzi mwenye rangi hii anapoonekana kwenye makazi yako, huashiria mabadiliko na ujio wa baraka mpya kwenye nyumba yako. Kitendo cha kumuua nzi huyo ni kama kuyakataa mabadiliko na ujio wa baraka mpya kwenye makazi yako. Namba 14, bito. Bito ni wadudu ambao wana ufanano fulani na mende, lakini si mende. Mara nyingi ni wadudu ambao huwa wanaonekana wakiwa na gamba zito ambalo limegawanyika katikati. Ni wadudu ambao mara nyingi kwenye magamba yao magumu wanakuwaga na rangi nyeusi ama wanakuwa na mabaka. Pindi wadudu hawa watakapoonekana kwenye makazi yako, ni ishara ya ulinzi kwenye nyumba yako. Mara nyingi nyumba yako inakuwa na ulinzi ambao ni kinyume na mapepo wabaya ambao wanaweza kuja kuvamia. Hivyo utakapomuona bito kwenye makazi yako, ni vema ukamuomba Mwenyezi Mungu akuzidishie ulinzi dhidi ya nguvu mbaya ambazo zinaweza kuivamia nyumba yako.
Namba 15, mende mwenye rangi ya kahawia. Mende wenye rangi ya kahawia wanapoonekana kwenye makazi yako huwa wanamaanisha ujumbe kutoka kwa wapendwa wako ambao walitangulia mbele za haki. Ina maana kuna ujumbe fulani ambao mende hawa wanakuwa wamekuletea kwenye makazi yako. Hautakiwi kuwaua, bali tafakari na sikiliza sauti yako ya moyoni. Ni kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya kwa ajili ya wapendwa wako ambao wametangulia mbele za haki? Kama imani yako inakuruhusu kuwafanyia ibada, basi wafanyie ibada, na kama imani yako haikuruhusu, endelea kutafakari ni kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya kama jukumu ambalo ulitakiwa kulitekeleza dhidi ya binadamu hao ambao wametangulia mbele za haki. Namba 16, wadudu ambao huwa wanawaka nyakati za usiku, yani firefly. Hawa ni wadudu ambao wanaweza kutoa nuru katika maeneo yenye giza. Mara nyingi misimu ya mvua, wadudu hawa hutapakaa katika maeneo mbalimbali. Huwa ni wadudu wanaoonekana wazuri na wa kupendeza, kwani wana sifa ya kutoa nuru katika maeneo mbalimbali yaliyotawaliwa na giza. Wadudu hawa wanapoonekana katika makazi yako, yani katika hali ambayo haukutegemea ukawaona ndani ya nyumba yako, huleta nuru, matumaini na ulinzi wa kiroho. Kama ulikuwa umepoteza matumaini, ni wakati ambao unatakiwa kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu aweze kuyaondosha magumu ambayo yanakuandama katika maisha yako, lakini pia ni ishara ya wazi kuwa nuru mpya inakwenda kuangaza katika maisha yako. Lakini viumbe wabaya wa kiroho hawatakuzuru kwa sababu wewe ni mwanadamu mwenye ulinzi wa kiroho. Usiwaue wadudu hawa wanapoonekana kwenye nyumba yako. Namba 17, mdudu mwenye rangi ya shaba, bronze beetle. Hawa ni wadudu ambao wanapoonekana kwenye makazi yako hutakiwi kuwaua pia, kwani ni wadudu ambao wanamaanisha nguvu ya ulinzi dhidi ya laana ambazo pengine zimetumwa katika makazi yako. Inamaanisha laana zinaweza zikatumwa kwenye nyumba yako, lakini wadudu hawa wanapoonekana kwenye makazi yako wanamaanisha kuwa laana hizo haziwezi kukupata wewe na watu wote ambao wanaishi kwenye makazi yako. Siku zote makazi yako yataendelea kutawaliwa na baraka za Mwenyezi Mungu. Hivyo wadudu hawa wanapoonekana nyumbani kwako, usiwaue wala kuwazuru kwa namna yoyote. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, mimi naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.